Rais wa Marekani Donald Trump amemhakikishia Rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba hakuhusika katika mipango ya serikali ya Kiev ya kushambulia katika viwanja vya ndege vya Urusi pamoja na daraja la Crimea. Rais huyo wa Marekani alimwambia Bwana Putin kwa njia ya simu walipozungumza siku ya Jumatano. Hata hivyo, kuna taarifa kwamba Marekani inadaiwa imehusika katika shambulizi hili. Kupitia jasusi wa zamani wa Ufaransa anasema Ukraine isingeweza kushambulia kwa mbali ndege za kimkakati za Urusi zilizokuwa zimeegeshwa ndani kabisa ya ardhi ya Urusi bila usaidizi wa moja kwa moja wa kijasusi na satelaiti kutoka Marekani. Afisa huyo wa zamani katika jeshi la Ufaransa amedai ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine zilishambulia katika anga kote Urusi siku ya Jumapili, na siku ya Jumanne ilishambulia katika daraja la Crimea, na katika shambulio ambalo limeratibiwa linalojulikana Operation Spider's Web lililolenga maeneo kutoka Murmansk katika eneo la Arctic hadi Kursk huko Siberia. Kiev imedai kuwa imeharibu ndege 40 za kijeshi za Urusi ambazo ziliharibiwa, zikiwemo ndege za Tu-95 na Tu-22 za masafa marefu. Hata hivyo, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema kuhusu mashambulizi kwenye viwanja vya ndege vya kijeshi, mada hii pia ilitolewa. Mwanadiplomasia huyo alisema wala sihusiki na mashambulizi hayo. Zaidi ya hayo, Donald Trump alisisitiza kwamba Wamarekani hawakufahamishwa kuhusu mashambulizi hayo mapema. Mnamo Juni mosi, Kiev kwa kutumia drone ilifanya shambulio hilo la kigaidi dhidi ya viwanja vya ndege katika mikoa ya Murmansk na maeneo mengine, ambapo mashambulizi hayo katika mikoa ya Ivanovo, Ryazan na Amur yalidhibitiwa. Ndege kadhaa zilishika moto kutokana na mashambulizi hayo, lakini zilizimwa. Wizara ya Ulinzi ilisema hakukuwa na majeruhi miongoni mwa wanajeshi na raia, na baadhi ya wahusika wa mashambulizi ya kigaidi wanazuiliwa hadi wakati huu. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa na jasusi huyo wa zamani wa Ufaransa haijathibitisha madai hayo. Ilieleza kwamba ndege nyingi zisizokuwa na rubani za Kiev zilifanya shambulizi hilo licha ya kwamba zilidunguliwa. Mashambulizi hayo yanaripotiwa kutekelezwa kwa kutumia malori ya kibiashara yaliyokuwa na ndege zisizokuwa na rubani yenye vilipuzi ambayo yalikuwa yakisafirishwa kwa njia ya magendo ndani ya Urusi. Operation ya Kiev ilihusisha pia kuendesha ndege zisizokuwa na rubani za FPV maelfu ya kilomita kutoka mstari wa mbele. Hata hivyo, mwandishi na kanali wa zamani wa jeshi la Ufaransa aliliambia gazeti la Le Monde siku ya Jumatano. Guillaume Ancel alisema hili linawezekana na linawezekana kabisa, na ni kupitia msaada ambao ni kupitia mfumo wa mawasiliano wa satelaiti wenye nguvu unaotoka nchini Marekani, na Wamarekani hawawezi wakalikwepa hili. Ancel alipendekeza kwamba Kiev haingeweza kutekeleza operesheni hiyo bila kupata msaada wa Marekani. Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo ambayo yanaendelea kwa sasa. Ni kile ambacho kilitajwa na Rais wa Marekani Donald Trump wakati akizungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Urusi Bwana Vladimir Putin, akimwambia kwamba wala katika shambulizi lililofanywa na Ukraine nchi yake haikuhusika, licha ya jasusi wa zamani wa Ufaransa akilieleza gazeti la Le Monde kwamba ni Marekani ambayo imehusika moja kwa moja katika shambulizi hilo ambalo kimsingi lilileta hasara ya mabilioni ya dola kwa upande wa Urusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.